Habari za kutwa mtazamaji wa SKF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari, ikiwa leo ni Mei 8, 2025. Matangazo yetu yanarusha live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Uko nami Pendo Gotoni ninayekusogezea taarifa ya habari za kitaifa, lakini nitaungana na mwenzangu Pantaleo Lugusha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kutakuwa na jambo gani. Lakini pia nizidi kukukumbusha kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16 Mei kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Ukisikia taarifa hii umjuze na mwingine. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amempokea mgeni wake Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo, ambapo amewasili katika viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam leo Alhamisi 8, 2025. Rais Chapo amepokelewa Ikulu, ambapo amepata fursa ya kukagua gwaride la heshima lililoandaliwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ katika viwanja vya Ikulu. Aidha, akiwa Ikulu, Rais Samia ameongoza mazungumzo baina ya ujumbe wa Tanzania na ule wa Msumbiji ukiongozwa na Rais Chapo. Rais Chapo yupo Tanzania kwa ziara ya siku 3 kuanzia jana Jumatano hadi kesho Ijumaa Mei 9, 2025, yenye lengo la kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Wote nirejee tena pongezi zetu za dhati kwa Mheshimiwa Chapo kwa kuchaguliwa kwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Kwa hakika ushindi wake umepokelewa vizuri na Watanzania, na tunakupongeza kwa mengi ulioyafanya ndani ya muda mfupi, ndani ya siku zako 100, hususan kujenga uchumi wa kitaifa na umoja wa kitaifa na kurejesha amani na utulivu nchini Msumbiji. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Nitumie fursa hii pia kukuhakikishia ushirikiano wetu wa dhati kwako binafsi na serikali yako katika kufikia malengo yenu ya Wanawake 6 wa manispaa ya Songea ambao wamekuwa wakifanya shughuli ya kuendesha bajaji ili waweze kupata kipato cha kusaidia familia zao na jamii ambayo inawazunguka, lakini kati ya wanawake hao 6, wanawake 4 wamekumbwa na changamoto ya kukosa bajaji ya kufanya kazi na kusababisha hivi sasa wanawake hao wamekuwa tegemezi. Hivyo serikali imeombwa kuwatazama wanawake hao hata kwa kuwapa mikopo. Wanawake tuko 6. Tuko 6, ila wengine wapo nyumbani wanafanya kwa sababu hawana vyombo. Yaani mabosi labda wamepishana nao kidogo, basi vyombo vimepaki. Wapo tu nyumbani, hawana kazi yoyote ya kufanya. Hapa sasa hizi rasmi ambao tuko kazini tumebaki watu wawili. Ila kwenye utafutaji kuna changamoto kama chombo kikiwa sio cha kwako. Kwa mfano sisi kwa umri tuliokuwa nayo itakuwa tupate vyombo vya kwetu. Sasa ukienda kwenye mabenki kwamba unahitaji labda dhamana kubwa ambayo sisi wenyewe tufanye nini hatuwezi kuipata kwa sababu ya mgawanyo wa mahitaji tuliokuwa nayo na kazi tunayofanya. Sasa tulikuwa tunaomba serikali kwa upande wake itusaidie kutuangalia au kutukopesha hizo bajaji au kutukopesha fedha tukanunua bajaji, turudishe mikopo ya serikali na watu wengine waweze kunufaika kwa kupitia sisi ili tusonge mbele. Kwa sababu unaweza ukaenda kuunda kikundi afu kikao kina changamoto kubwa kwa kosa mkopo. Lakini tukipata mtu ambaye atakuwa yuko nyuma yetu akasimama na sisi, uwezekano ni mkubwa kwa sababu wao ndio wanajua nini kinatokea na wao ndio sisi ndio wadau wao. Kwa hiyo na chama chetu sisi ni kikubwa. Kwa hiyo sisi kama sisi chama kinaweza kutudhamini kwa sababu sisi ni wanachama wao. Dada kama huyu zamani walikuwa hawawezi kujishughulisha na kazi kama hizi. Yeye amejitoa kuwa moja ya madereva wa bajaji katika manispaa ya Songea. Anaipenda kazi yake na anaiheshimu. Sasa mimi nikueleze dada. Wani nao wenzao. Muunde vikundi. Mbili vikundi vyenu vya kutumia bajaji. Hata mkope mafuta. Mseme sisi tuna bajaji zetu 5. Tunataka kukopeshwe mafuta lita 5,000. Katika lita 5,000 hizo tutazunguka kusafirisha abiria ili kuzalisha. Watu wanafikiria miradi mikubwa tu. Miradi tayari mnayo. Kuwa na bajaji, mkisha kuwa 5 mkaunda kikundi, mkakopeshwa mafuta. Sio lazima kukopeshwa hela, kopeshwa mafuta tu. Halmashauri ikalipa mafuta, mnalitazama 10,000 pale zenye thamani ya milioni 15. Kwa hiyo kila siku mnaenda mnasaini mnajaza mafuta.
na mnapiga hesabu hayo mafuta yanaleta nini, yanaleta tija gani, nina uhakika mtanunua bajaji zingine kwa kutumia mikopo hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna haja ya ninyi wenyewe kudhibitiana wale wanaochanganya uhuni na kazi. Hamtakiwi mkishalewa muendeshe vyombo vya moto. Mradi wa kupeleka umeme kwa wachimbaji wadogo na wakati, viwanda vidogo na vya kati pamoja na maeneo ya kilimo umepokelewa kwa furaha na wananchi mkoani Geita mara baada ya kupata umeme wa uhakika katika migodi yao. Vinywaji baridi, simu, tumechaji, tofauti tunafanana na watu walioko mjini. Hatuna tofauti. Zamani tulikuwa tulikuja hapa natafuta mtu mwenye sola ndio kuchajie simu yako. Alafu na ile sola sio nzuri kwenye betri za simu. Simu zina nini, betri zinawahi kuharibika mapema. Lakini hii wa mjini na sisi tulioko huko hatuna tofauti. Tunafanana. Sitaka kitu cha baridi napata. Sitaka kuchaji simu yangu napata. Kwa hiyo tunaona ni vizuri zaidi. Tumepata faida kulingana na umeme uliofika hapa. Kazi zetu kwa kweli zinaenda vizuri. Kulinganisha mafuta tulivyokuwa kipindi kile cha mafuta na kipindi hiki cha umeme, mambo yetu ni mazuri. Kipindi kile tulikuwa wakati tunatumia mafuta ya laki yalikuwa yanatumika kwa muda wa siku moja. Lakini kwa sasa hivi laki moja inaweza ikatumia hata siku 3. Kwa umeme ukiweka wa laki 3, wa laki moja unatumia kwa siku 3. Inawezekana na hata siku 4 unaweza ukatumia, kwa sababu tegemea na jinsi ya mzunguko wa kazi. Lakini kwa mafuta ulikuwa ukitumia laki moja kwa siku inaisha, na kesho unatakiwa utumie laki moja. Kwa hiyo inaonekana kwamba hapa uzalishaji baada ya kuingia umeme umekuwa vizuri. Mfano kama hii mashine inatumia mifuko 5 hadi 6. Lakini kipindi kile tulikuwa tunatumia mifuko 2 kwenye makarasha madogo kama haya. Lakini hili inatumia mifuko 5. Unashusha, unaweza kuzungusha kwa muda wa dakika 50 kwa shusha, au dakika 40 kutegemea na mawe yanavyo kuwa na ugumu wake. Lakini kama ni maraini, dakika 40 mifuko 5 unashusha. Ikiwa magumu mifuko 5 dakika 50 unashusha. Kabla ya kuleta mradi hapa, shughuli zilizokuwepo zilikuwa ni chache sana, kwa sababu shughuli inayofanyika hapa kubwa ni kusaga mawe ambayo yana dhahabu, na shughuli kwa ikifanyika kwa kutumia diesel. Kwa hiyo uzalishaji ulikuwa mdogo, lakini baada ya kufika mradi huu uzalishaji umeongezeka, na vivyo vimezidi kuvutia watu wengi zaidi kuja kuweka makrasha. Kama tunavyoona site, kuna krasha zingine zinaletwa, kuna wengine wanahamia kutoka maeneo mengine. Kwa shughuli za kiuchumi zinazoendelea zimekuwa ni kubwa, na hii imetokana na mradi huu ambao umeletwa maeneo haya. Tulipokuja katika eneo hili la wachimbaji wadogo hapa Geita, tumekuta wananchi ambao ni wachimbaji wadogo eneo wameridhishwa sana na utekelezaji wa mradi, kwa sababu mradi umeweza kuwapunguzia gharama za uzalishaji. Awali walikuwa wanatumia dizeli kufanya uchenjuaji wa madini, lakini sasa hivi wanatumia umeme kufanya uchenjuaji. Kwa maana hiyo uzalishaji umeongezeka, na gharama pia zimeongezeka, na mapato yameongezeka. Kwa maana hiyo uchumi wa wananchi wa mkoa wa Geita na maeneo mengine yanayoshughulika na masuala ya madini, kama kweli kupitia msaada mkubwa sana ambao Mheshimiwa Rais anautoa kwa wachimbaji wadogo, mapokeo ni makubwa sana. Waziri wa Sayansi Teknolojia Profesa Adolf Mkenda leo Mei 8, 2025 ameshiriki katika mkutano wa kimataifa wa E-Learning Africa 2025 katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere, ukiangazia suala zima la elimu kwa nchi za Afrika. Huu ni mkutano wa mawaziri, wataalam na viongozi wengine wa Afrika na nje ya Afrika kuhusu masuala ya kidijitali katika elimu, mambo ya E-Learning Africa, jinsi ya kutumia taaluma ya kidijitali kwenye ufundishaji na jinsi ya kufundisha taaluma ya kidijitali katika shule na vyuo vyetu. Ni mkutano wa 18 wa namna hii. Imekuwa ikifanyika kila mwaka katika nchi mojawapo ya Kiafrika. Hii ni mara ya pili wamekuja Tanzania. Mkutano huu unaenda vizuri sana. Mwitikio hata sisi tumeshangaa na kufurahi, kwa sababu tumepata mawaziri 20
wamekuja kushiriki hapa, na tunashukuru sana Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Wamepokewa vizuri sana, na jitahidi sana kuongea na waziri mmoja mmoja, na wenyewe wana furaha sana kwamba mpaka sasa hivi mapokezi yao ni mazuri sana. Lengo la mkutano huu ni kubadilishana mawazo, kuelezana uzoefu wa namna ya kupeleka mbele bara letu la Afrika na nchi zetu za Afrika katika teknolojia hii ambayo inakuwa kwa kasi sana. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema mafanikio makubwa yanayoshuhudiwa katika sekta ya maji nchini yanatokana na uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mchango wa wabunge, huku akibainisha ongezeko la bajeti kutoka shilingi bilioni 680 kwa mwaka 2021-2022 limesaidia kukamilika kwa miradi mikubwa nchini. Akizungumza Alhamisi leo Mei 8, 2025 bungeni jijini Dodoma wakati wa kuwasilisha bajeti ya mageuzi ya sekta ya maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kukamuliwa kwa miradi iliyochukua muda mrefu kujengwa ikiwemo miradi ya Same Mwanga Korogwe, Mugango Kiabakari Butiama, ujenzi wa tekeo la maji katika mji wa Kigoma, Arusha na miradi 177 katika maeneo ya vijijini maarufu kama miradi chechefu. Mheshimiwa Spika, kwa kazi hii njema sana ninaomba kukipatia Chama cha Mapinduzi na nyinyi waheshimiwa wabunge maua yenu kwa kusimamia ukamilishwaji wa miradi hiyo. Naomba nisindikize pongezi hizi kwa Zaburi ya 126 mstari wa 5 hadi wa 6 inayosema ya kwamba wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa tulipanda kwa machozi, tayari tunanufaika na matunda ya miradi hii ambayo itakipa ushindi Chama cha Mapinduzi pamoja na wabunge wake. 4. Kwa kuanza utekelezaji wa miradi ya maji ya kimkakati ikiwemo miradi ya miji 28, mradi wa bwawa la Falkwa, mradi wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi Simiyu, mradi wa maji kutoka Kahama kwenda halmashauri ya Ushetu, mradi wa bwawa la Kidunda, mradi wa kutoa maji Dambia kwenda Haidom, mradi wa maji Ukiriguru Kolomije hadi Sumve, na mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya maji na utunzaji wa mazingira jijini Tanga pamoja na miji ya Muheza, Pangani na Mkinga. Mheshimiwa Spika, kuimarika kwa uhusiano na ushirikiano na wadau wa maendeleo, hivyo kuongeza wigo wa upatikanaji wa fedha za kutekeleza miradi pamoja na ushauri wa kitaalamu. Mheshimiwa Spika, matokeo ya Mheshimiwa Rais ya kuifungua nchi ni pamoja na kuipatikana kwa dola za Marekani milioni 248.3 za miradi ya maji taka kutoka Korea Kusini kwa ajili ya majiji ya Dar es Salaam, Dodoma na manispaa ya Iringa, na dola za Marekani milioni 55.1 kutoka nchini Hungary kwa ajili ya mradi wa maji Biharamulo. Mheshimiwa Spika, mafanikio namba 6, bajeti ya Wizara ya Maji kuongezeka kutoka shilingi bilioni 680 mwaka 2021-22 hadi shilingi trilioni 1, hivyo kuchochea kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Ongezeko hili linahusisha matumizi ya fedha za ndani kutekeleza miradi ya kimkakati ikiwemo miradi ya maji ya bwawa la Kindunda, mradi wa Kiwila jijini Mbeya, mradi wa maji Tunduma Mvwawa Mloo pamoja na miradi mingine nchini. Mheshimiwa Spika, hapa naomba niseme pale Pangani kuna bwana mmoja ameandika bodaboda yake nyuma, bila nyenzo hutoki. Ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia nyenzo za fedha. Kwa kuongezeko hili, Wizara ya Maji na kwenda kutoboa na kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na Katibu wa Halmashauri Kuu NEC ya Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amepiga magoti kuwaomba wananchi wa Mvomero kumruhusu kutokugombea tena ubunge wa jimbo hilo na badala yake wamruhusu aendelee na majukumu yake ya uenezi ndani ya chama. Naomba niseme jambo ambalo mbunge wenu alitoa ahadi hapa. Alisema kama kaka Makala utachukua fomu, mimi sitochukua fomu. Niseme nisiseme? Wangapi mko tayari? Wana Mvomero, niwashukuru sana kwa heshima ambayo mmekuwa mkinipa. 2010 mlinipa nafasi ya kuwa mbunge. 2020 ndani ya Chama cha Mapinduzi
mlinipa nafasi na heshima kubwa ya kuongoza katika kura za maoni. Yote hii ni kwa sababu tulifanya kazi vizuri. Nyie ni mashahidi. Yapo mambo ambayo aliyafanya mtangulizi wangu Suleiman Sadik, nikapokea. Mojawapo ya mambo ambayo nilidiriki kuyafanya na ambayo alijenga imani kwa wananchi. Hakuna mtu aliwahi kujua kwamba Kibati watapata umeme. Hakuna mtu aliwahi kujua kama Kibati tutaweka mnara wa simu. Hakuna mtu aliwahi kuamini kwamba umeme utaenda Mgeta. Hakuna mtu aliwahi kuamini kule Doma kwa elimu na Melela kwa maarifa kama kungeenda umeme. Tulihangaika. Nikiwa naibu waziri wa maji nilihangaika kuleta mradi wa maji ambao leo unafanya kazi vizuri. Nilihangaika kuchimba visima. Nilihangaika kumshawishi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete aje atuwekee jiwe la msingi barabara ya Turiani Mzia Handeni ianze kujengwa. Na wakati ule Mungu amrehemu, waziri wa ujenzi John Pombe Magufuli alikuja hapa na barabara ikaanza kujengwa. Ndio hapo ambapo imeishia leo. Yapo mambo ambayo nyie mliamini kama Amos Makala, katika haya amefanya mambo makubwa. Ndugu zangu, naomba niwaombe kwa heshima kubwa, kwa imani hiyo kubwa mlionao, naomba mniruhusu nafasi aliyonipa Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, mimi kuwa msemaji wa chama, nimsaidie hii kazi tuvuke katika uchaguzi huu. Niwaombe sana sana mpokee uamuzi niliofanya kwamba mimi naomba nimsaidie mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan tuvuke katika uchaguzi huu. Wangapi wamenikubalia? Na mimi nawaomba mpokee, sio kwa ujeuri, kwa kunyenyekevu mkubwa, kwamba nawapenda sana, lakini pia nakipenda sana chama changu. Ninawaomba muelewe kwamba katibu mwenezi ndio anayenadi wagombea. Katibu mwenezi ndio anayekisemea Chama cha Mapinduzi. Nikija huku, ndugu zangu, chama changu kitakuwa kimepwaya. Naomba heshima aliyonipa mwenyekiti wetu ya kuwa msemaji wa chama nikafanye hiyo kazi kwa 100%. Mwenyekiti wa UWT Taifa Mary Chatanda amewataka wananchi wa Rufiji kuhakikisha kuwa wanawapeleka watoto shule kusoma, hususan watoto wa kike. Amesema serikali imefanya kazi kubwa ya kujenga miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa ya kutosha na kwamba jukumu la wananchi ni kuhakikisha watoto wanaenda shuleni. Chatanda amesema hayo akiwa ziarani katika jimbo la Rufiji. Kubwa zaidi ambalo tunatakiwa kulifanya sisi ni kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba sisi tunawapeleka watoto shule wakasome. Jukumu letu sisi wazazi ni kuhakikisha watoto wanakwenda shule. Isiwe serikali imejenga majengo mazuri alafu watoto hawaendi shule. Tujitahidi tuhakikishe kwamba kila mtoto aliyofikia umri wa kwenda shule kuanzia chekechea hadi kidato cha 6 waende shule. Tuwasimamie na tusiwaache kwa maana ya kwamba eti amekwenda shule serikali ndio anayejua au mwalimu ndio anayejua. Hapana. Tushirikiane wazazi pamoja na walimu kuwasimamia watoto wetu waweze kupata elimu iliyokusudiwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Watoto wetu wakisoma, wakifaulu vizuri, Rufiji hii itazidi kuendelea kwa sababu watakuwa wameongeza maarifa. Kama mtoto wenu mwingine huyu ambaye ni mbunge hapa, amesoma, ndio maana unaona anaikumbuka Rufiji. Amesoma ndio maana anaikumbuka Rufiji. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi wenzangu, tuwasimamie watoto wetu wapate elimu. Asome kuanzia chekechea hadi afike kidato cha 6 alafu anakwenda chuo kikuu. Wazazi wenzangu, hivi huwa muoni raha?
Unapomuona mtoto mwenzako amerudi, anakuambia mtoto wangu huyu mwenye yule ambaye kafika mtoto wake yuko chuo kikuu. Sasa hivi yuko chuo kikuu kule. Usiwa mnakutana mnazungumza kina mama. Wakienda visimani, wakienda mara popote kusukana. Hadithi zao ni kuelezana juu ya maendeleo yaliyopatikana ndani ya nyumba zao. Bwana mwanangu karudi, amesoma hadi chuo kikuu. Hiyo si sifa nayo? Tuwasimamie watoto wasome. Niwaombe wazazi wenzangu tumsimamie mtoto wa kike asome. Mtoto wa kike asome. Tusifike mahala tukaona mtoto wa kike labda akishafika la 7 basi amemaliza, huyu anatakiwa kuolewa. Hapana. Tusiwaozeshe watoto wakiwa wadogo. Tuwaache wasome watoto wa kike, wapate elimu, wafike wawe kama Mchengerwa. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa za habari za kitaifa. Niungane na mwenzangu Pantaleon Lugisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Jeshi la Pakistani limeripoti kuuawa kwa raia mmoja na kujeruhiwa kwa wanajeshi 4 kufuatia mashambulizi ya India. Aidha, Pakistani imedai kuangusha drone 25 za India. Viwanja vya ndege vya Karachi, Lahore na Islamabad vimefungwa kwa muda hadi saa 12 jioni kwa tahadhari. Baraza la usalama la Pakistani limeidhinisha hatua za kisasi, huku waziri wa mambo ya nje wa India akionya kwamba nchi yake itatoa jibu kali kwa mashambulizi yoyote kutoka Pakistani. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea ili kupunguza mvutano huo katika eneo la Asia Kusini. Shambulizi la anga la Israel kaskazini mwa Gaza limeua watu 5 na kuwajeruhi wengine kadhaa, kwa mujibu wa shirika la ulinzi la kiraia la Palestini. Wataalamu 20 wa Umoja wa Mataifa wametoa tamko wakitaka viongozi wa dunia kuchagua kati ya kukaa kimya au kusaidia kusaka suluhu ya haki kwa mzozo huo. Taarifa hiyo imekuja baada ya vifo vya watu 59 waliouawa kwa mashambulizi ya mabomu siku ya Jumatano. Wakati huo Israel imetangaza kuwa itashughulikia Irani kwa namna sawa na jinsi ilivyoshambulia Hamas kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Kihuthi walioungwa mkono na Irani kwenye uwanja wa ndege wa Tel Aviv. Makadrinali 133 wa kanisa Katoliki wamerudi katika kanisa la Sistine siku ya Alhamisi kuendelea na mchakato wa kumchagua papa mpya. Awamu 2 za upigaji kura zilizofanyika usiku wa Jumatano na Alhamisi asubuhi hazikuzaa matunda kama ilivyoashiriwa na moshi mweusi uliotoka kwenye dohani ya kanisa hilo. Maelfu ya waumini wanasubiria kwa hamu matokeo katika viwanja vya Mtakatifu Petro. Kwa kawaida uchaguzi wa papa haupatikani katika duru ya kwanza, hivyo moshi mweusi si jambo la kushangaza. Hadi duru 4 za kura zinaweza kufanyika kabla ya kupatikana kwa papa mpya. Ukraine imeripoti kupungua kwa mashambulizi ya Urusi katika eneo la Sumi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo baada ya agizo la Rais Vladimir Putin kusitisha mapigano kwa siku 3 kuanzia leo. Asubuhi ya Alhamisi haijashuhudia mashambulizi mapya ya makombora au drone. Hatua hiyo inalenga kuadhimisha miaka 80 ya ushindi dhidi ya wanazi wa Ujerumani kwenye vita vya pili vya dunia. Rais Xi Jinping wa China na viongozi wengine wa kimataifa wanawasili Moscow kwa ajili ya sherehe ya siku ya ushindi zitakazofanyika Ijumaa. Shukrani sana Pantaleon Lugisha kutupatia taarifa hizo za kimataifa, lakini pia nikushukuru mtazamaji kutenga muda wako wa thamani kutazama SQF News. Lakini pia nizidi kukukumbusha kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16 kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa, na ndio maana tunasema The Same Qualities Foundation, hatua moja tabasamu moja. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kwa matangazo haya, ulikopo nami Pendo Gotton, nikutakia wakati mwema. Tukutane hapo kesho tutakapopata neema ya Mungu. Kwa mara nyingine tena, The Same Qualities Foundation ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji mdomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja tabasamu moja.